Wakili wa kujitegemea na askari polisi wa zamani Peter Madeleka ameibua hoja nzito inayohusu mifumo ya ulinzi na kiintelijensia nchini Tanzania kufuatia utulivu mkubwa ulioshuhudiwa wakati wa maadhimisho ya Sabasaba tarehe 7 Julai mwaka huu wa 2026. Hatua hii imekuja wakati kukiwa na hofu kubwa ya kuwepo kwa maandamano ya kitaifa, hali iliyofanya vyombo vya dola kuingia mitaani kwa nguvu kubwa kudhibiti viashiria vyote vya uvunjivu wa amani. Madeleka akitumia uzoefu wake wa zamani ndani ya jeshi la polisi na uelewa wake wa sasa wa masuala ya kisheria, ameweka wazi kuwa kuna maswali ya msingi yanayopaswa kujibiwa na mamlaka husika kuhusu jinsi utendaji kazi wa proactive policing unavyofanya kazi nchini. Mwanasheria huyo nguli ametoa changamoto hiyo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, akihoji uhalali wa askari kupongezwa kwa kudhibiti furugu za Julai 7, huku kukiwa na ukimya mkubwa kuhusu kushindwa kuizuia matukio mabaya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba, miezi michache nyuma. Suala hili limezua mjadala mkubwa wa kisiasa na kiusalama nchini kote, ukiwahusisha wataalamu wa masuala ya ulinzi na wananchi wa kawaida wanaojadili ufanisi wa vyombo vyetu vya dola. Katika muktadha wa hoja hii, unajengwa juu ya msingi kuwa mifumo ya kiintelijensia haipaswi kufanya kazi kwa kuchagua matukio au siku maalum ya kulinda raia na mali zao. Madeleka anaona kuwa kama vyombo vya ulinzi vina uwezo mkubwa wa kubaini mipango ya siri na kukamata wadhaifu na wahalifu kabla ya kutekeleza azma zao, nguvu na akili hiyo hiyo ilipaswa kuonekana wakati wa matukio ya Oktoba ya mwaka jana yaliyoacha makovu makubwa na hatari hasi kwa jamii. Hoja hii inapatikanaje kwa taasisi za siri ilikwama, au kama kulikuwa na uzembe wa kiutendaji iliyoruhusu madhara kutokea katika kipindi hicho cha nyuma? Katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine nchini, hali ya ulinzi ulikuwa umebana vilivyo mnamo tarehe 7 Julai, siku ambayo pia ilikuwa ya kihistoria kwa jiji hilo kufanya maadhimisho ya 50 ya maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi alionekana akizunguka mitaani na kukagua maeneo mbalimbali ya kimkakati ili kuhakikisha kuwa hali ya usalama inaimarishwa kwa kiwango cha juu kabisa. Kiongozi huyo akionyesha kujiamini mbele ya vyombo vya habari, alieleza kuwa shughuli za kibiashara na za kijamii zilikuwa zikiendelea kama kawaida nchini ama katika nchi nzima bila vikwazo vyote vile. Katambi alifafanua kuwa wananchi wengi walijitokeza kwa wingi kwenye maeneo yao ya kazi na biashara, huku wengine wakiamua kupumzika majumbani mwao kutokana na taharuki iliyosambazwa mtandaoni kuhusu kuwepo kwa maandamano makubwa barabarani. Waziri Katambi alisisitiza kuwa chini ya uongozi thabiti wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, nchi ya Tanzania itabaki kuwa salama, kwani inalindwa kwa wivu mkubwa sana ili kulinda mipaka na mamlaka yake yote. Kiongozi huyo alibainisha kuwa utulivu ulioshuhudiwa ulitokana na ushirikiano mkubwa kutoka kwa wananchi wenyewe waliotoa taarifa za kiintelijensia mapema zilizowezesha vyombo vya dola kuwanasa watu waliopanga fujo. Katika ripoti hizo kwa umma, Katambi alifichua kuwa serikali ilifanikiwa kudungua mipango mizito ya kigaidi na kihalifu iliyokuwa imeandaliwa kwa siri mkubwa chini ya kapo ili kufuruga amani ya taifa. Moja ya mafanikio makubwa yalitajwa na waziri huyo ni kukamatwa kwa mtu mmoja aliyekuwa akitengeneza mabomu ya asili, ambaye alikuwa ameahidiwa kulipwa kitita cha shilingi milioni 300 ili kufanikisha uharibifu huo. Mbali na mtengeneza mabomu huyo,
kushikwa, serikali pia kupitia vyombo vyake vya ulinzi iliwatia mbaroni watu wengine kadhaa waliokuwa wakifadhiliwa na kupokea fedha kwa ajili ya kutafutwa na kuhamasisha vijana kufanya furugu. Msemaji wa jeshi la polisi nchini DCP David Misime aliunga mkono kauli hiyo, akithibitisha kuwa operesheni za kiintelijensia za mapema ndizo zilizokuwa nguzo na ngao kuu ya kuokoa nchi. Misime alieleza kuwa hatua hizo za haraka zilisaidia kuwatia nguvuni watuhumiwa wakuu kabla ya mipango yao haramu haijakomaa na kuleta madhara kwa jamii. Jeshi la polisi lilihakikisha kuwa nchi nzima inabaki shwari na salama, huku askari wakiendelea kulinda raia na mali zao bila kukumbana na vikwazo vyovyote kutokana na waandamanaji waliokuwa wameitisha kuingia barabarani. Mbinu za kuizuia uhalifu kabla haujatokea zilizosifiwa sana na serikali ndizo zilizomfanya wakili Peter Madeleka kuhoji uwepo wa viwango vinavyofanana vya kiulinzi wakati wote. Madeleka ametumia mantiki sahihi ya kiusalama, akiuliza kwa nini mifumo hiyo dhabiti haikuweza kubaini na kuizuia matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka jana yaliyosababisha madhara makubwa nchini. Hoja yake inaleta msumuko mpya katika jamii ya kidemokrasia, ambapo wananchi wanahoji iwapo utendaji wa vyombo vya dola unajali maslahi ya jamii. Kupitia mtandao kama X ilionyesha kuunga mkono hoja hiyo, ikitaka kuwepo kwa utendaji dhabiti na uendelevu wa jeshi la polisi ili kuizuia matukio yote ya kihalifu mapema. Upande wa pili wa mjadala huu unamkosoa Madeleka, ukieleza kuwa mazingira ya usalama ya tarehe Oktoba 29 yalikuwa tofauti na ya sasa Julai mwaka huu wa 2026. Wakosoaji hao wanabainisha kuwa kila tukio la kiusalama lina changamoto zake za kipekee na kwamba si kila mahali intelijensia inaweza kufanyikiwa kwa kufanya analysis ya kipekee na moja ya kila mara intelijensia inaweza kufanikiwa kwa 100%. Pamoja na tofauti hizo za kimtazamo, kauli ya waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kuwa nchi inalindwa kwa wivu mkubwa inabaki kuwa kielezo cha utayari wa kisiasa uliopo kwa sasa. Swali lililoachwa wazi na Peter Madeleka linaweza kusumbusha ama kukumbusha vyombo vya ulinzi na vyombo vya dola umuhimu wa kutumia nguvu, akili ile wakati wowote kulinda maisha ya Watanzania.